Na nakushukuru kwa ajili ya kila moja aliyepata nafasi ya kuwepo katika semina hii. Ninakushukuru kwa ajili pia watumishi wako wamekuwa miongoni mwa watu wako ambao wamefika katika semina hii. Mungu, tunakukaribisha sasa katika anga hili, juu ya anga la kanisa na juu ya kanisa na juu ya watu wote wanaotufuatilia. Mungu, katika semina hii tunabariki vitu vyote mikononi mwako, na tunaomba uchukue nafasi kuanzia sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kutuhudumia sisi sote. Nami najiweka wakfu mikononi mwako kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uyaachilie yale makusudi uliyokusudia kwa ajili yetu, na yale ambayo hayatokani na wewe Mungu usiyaachilie. Pokea sifa na utukufu kutoka sasa. Achilia malaika wako kutoka mbinguni watakaolinda watoto wako na anga zao. Kutoka sasa pigana vita vya siri na vya wazi. Tunalibariki na kuliweka neno lako mikononi mwako sasa. Tumekukaribisha katika jina la Yesu, na kila mtu aseme amina. Amen. Haleluya. Tunaweza tukaenda kwanza. Si tuko tayari? Na nikushukuru wewe ambao umefika. Kuna watu wamekuja, na yale ya jana siwezi kuyarudia kwa sababu tunako kwenda, si ni sawa? Lakini nilisema tangu jana maneno haya kwamba Mungu analijenga kanisa lake. Yeye ndiye mjenzi wa nini? Wa kanisa lake. Na kila mtu aliyekuja hapa amekuja kwa nia ya kumsikiliza Mungu na si kitu kingine chochote, na hutaona kitu kingine kikizungumzwa zaidi ya Mungu. Hautaona dini yangu nikizungumzia hapa. Nazungumzia juu ya yale Mungu anaonipa kwa ajili ya roho za watu, na watu wakitoka wakiwa salama, wamepata majibu yao, familia zao zinakuwa salama, mahali wanakoishi wanakuwa salama, watu wanamuinua Mungu. Ndio haja ya Mungu. Mungu ameniita kwa ajili ya roho za watu, full stop. Sina kitu kingine. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo ninakusihi sasa, wale ambao hawakupata nafasi jana, labda utanifuatilia kwa njia ya mtandao kama Mungu atakusaidia. Haleluya. Lakini kama nitadokezea tunakokwenda ni jambo zuri. Na tunapoanza sasa, kama unaandika, andika, Mungu amekusudia kurudisha heshima yako. Mungu amekusudia kurudisha heshima yako. Mungu amekusudia kurudisha heshima yako. Kurudisha heshima yako. Kama alivyosema, Mungu ni wa upendo. Ndiye aliyemtafuta mwanadamu na kumwokoa. Mwanadamu hakujua njia nyingine yoyote, hakujua kama amekoseshwa. Ndio maana Yesu akaleta wokovu. Na leo taongelea mambo makuu mawili ndani ya kurudishiwa heshima yako. Kwa hiyo utanisikiliza pia kwa makini, na Mungu atakuwepo akituhudumia. Na kama ulibarikiwa jana, sema amina kubwa kabisa. Asante sana. Kitabu cha Warumi sura ya 10. Kama unaanza kuandika wokovu. Mungu alijitambulisha kwa mwanadamu kwa njia ya wokovu. Mungu anajifunua kwa mwanadamu awaye yote bila kujali kabila lake, lugha yake, taifa lake, kwa njia ya wokovu. Mungu anasikia rehema za watu kwa njia wanapokwenda kwa njia ya wokovu. Haleluya. Na tunaweka msingi huu kitabu cha Warumi sura ya 10 na tusome mstari wa 9 na wa 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka.
Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Haleluya. Kwa hiyo tunaupata wokovu kwa sababu Mungu ametengeneza hiyo njia ya namna ya kumfikia mwanadamu. Na tunaona wazi ya kwamba Mungu alimtuma Yesu Kristo sawasawa na Yohana 3:16. Asema basi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila aaminie asitahayarike, awe na uzima wa milele. Si tunaenda sawa? Na anaendelea kwa kusema yeye ndiye aliyemwaga damu yake pale Golgotha au Calvary. Na tukio hilo likafanyika kibinadamu miaka mingi iliyopita nyuma. Na jambo hilo linapofanyika pale Mashariki ya Kati miaka 2000 na iliyopita, Yesu alipoangikwa pale msalabani, jambo kama hilo lilifanyika mbinguni katika ulimwengu wa roho aliko Mungu aliye roho. Yesu alijitoa wakati Mungu anatafuta nani atakwenda kuukomboa ulimwengu, nani atakwenda kunisaidia mwanadamu arudi mikononi mwangu baada ya shetani kuasi mbinguni na kwenda kuwatawala wanadamu ili na yeye aabudiwe. Na wakati huo shetani ameshawatawala wanadamu, anaitwa mungu wa dunia hii. Kwa hiyo anajifunua kama yeye ndiye Mungu anayewasaidia, lakini kwa kweli mwisho ni uharibifu. Tunamwona Mungu anajifunua, mambo haya ni ya msingi kuyaangalia. Kabla Yesu hajaangikwa pale Golgotha ama Calvary, pale Mashariki ya Kati, Yerusalemu, wale waliofika wanapajua, wanajua na kaburi lake, na wale ambao wana Google wanaangalia, maana kila kitu unaweza kaona. Na mimi nilifika nikajionea maeneo muhimu ya tangu Yesu alipozaliwa, Yesu alikokulia kule Nazareti, Yesu alipoangikwa pale Golgotha. Kibinadamu naona kabisa, lakini ukipiga picha kwenye ulimwengu wa roho, ajenda hiyo ilianza huko mbinguni. Na tunaiona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 kama sehemu ya kuweka msingi juu ya Mungu anarudishaje heshima ya mtu iliyoibiwa, iliyopotea, iliyoharibiwa. Usipoelewa msingi wake, unaweza usielewe kupokea kwake. Haleluya. Kwa hiyo ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, nimekuambia sura ya ngapi ndugu zangu? Sura ya 5. Tuanze mstari wa 9 kwa kufupisha, tuende pale mpaka nitakapokuambia inatosha. Tuanze mstari pia wa 5. Tuanze wa 5, tutafika mpaka wa 9 au wa 10. Biblia nasema hivi: na mojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Kwa sababu naanza mahali ambapo kwa kufupisha, maana yake alikuwa anaelezea Mungu mbinguni aliuliza swali, ni nani atakaye kwenda kukomboa wanadamu ambao shetani amewakamata? Na sharti lake lilikuwa ni moja, yule atakayejitokeza katika kiti cha enzi. Kumbuka kuna wazee 24 na wenye uhai 4 ambao wamezunguka kiti cha enzi. Kumbuka kuna maserafi, kuna wazee 24, kuna makerubi, ndio ambao wako kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mungu akauliza swali, nani atakaye kwenda kwa ajili ya wanadamu ili akawe kafara? Kumbuka Agano la Kale walikuwa wanachinja mnyama kwa damu hiyo ili wapate utakaso wa kumkaribia Mungu. Ukienda kusoma taratibu za Walawi na jinsi Agano la Kale walivyokuwa wanamtafuta Mungu na Mungu amewaridhia kwa namna gani, unaweza kaelewa. Lakini kulikuwa na sharti moja tu mbinguni Mungu aliliweka. Alisema kuna kitabu kiko hapa, yeye atakaye kuja kufungua ukurasa mpya. Ndio maana likaja likaitwa Agano Jipya.
Yeye atakaye kuja kufungua hiki kitabu ambacho kiko kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba ndiye atakaye kwenda kukomboa ndugu zake. Kwa hiyo kuna mawili, unaweza kaenda kukifungua hicho kitabu au ukashindwa kukifungua na ukafeli mtihani. Kwa nini? Kwa sababu nitakwambia baadaye. Kwa hiyo wakawa wanalia, kukawa mbinguni kukawa kimya. Sema kukawa kimya mbinguni. Maana ni jambo gumu sana, ni namna gani mtu huyu atajitokeza. Lakini ghafla ndipo mstari wa 5, wakati kuna ukimya huo, kuna wazee 24 na wenye uhai 4 wameketi hapo, na makerubi na maserapi, nao wao ni aina ya malaika walioko mbinguni, wakanyamaza kimya. Mstari wa 5, akachomoka mwanaume anaanza kuitwa wa kabila la Yuda, anaanza kutokea. Ndio mara ya kwanza anaitwa mbinguni wa kabila la Yuda. Anaanza kusema hivi mstari wa 5, na mojawapo wa wale wazee, manake wale wazee 24, si ni sawa eh? Hawa sio wanadamu navyofikiri, ni cheo, ni dhamana, ni ngazi ambayo Mungu aliwatukuza. Tunaenda sawa? Anasema katokea wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Huyu ni nani jamani? Zamani alikuwa na majina hayo. Alikuja kuitwa Yesu baada ya kuzaliwa, akaonekana kibinadamu, ndio akapewa ile jina ambalo Yusufu alipewa na malaika, kwamba ataitwa jina lake nani? Yesu. Tunaenda sawa eh? Alafu anasema anaitwa mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Angalia, alikuwa kana kwamba amefanyaje? Amechinjwa. Mwenye pembe 7 na macho 7, ambayo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Twende mstari wa 7. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Maanake mbele akaenda kukitoa kwenye mikono ya nani? Ya Mungu. Tunaenda sawa? Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao na kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Angalia hili neno, ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hebu sema amina. Jana nikakwambia neno ufalme ni tofauti na, neno ufalme na ukuhani ni tofauti na kule kutengwa kwa ajili ya roho za watu. Hapa maana yake ni uungu wa Mungu ulioachiliwa unayekuja kumpata mwanadamu, alafu mwanadamu anaposimama mbele za Mungu anaonekana ni wa ufalme wa Mungu, ni mkuhani wa Mungu. Tunaenda sawa? Kwa sababu ya damu iliyomwagika pale wapi? Ndiyo maana watu wengine watarejea kwa kujua kwamba Yesu alikuja kama Adamu wa pili. Kwa nini? Kwa sababu Adamu wa kwanza alifanya jamani? Alishindwa. Ndio maana ili huyu Adamu wa pili afaulu, alichinjwa kwanza kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Alipokifungua kile kitabu, mauti kampata kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana kwenye ulimwengu wa damu na nyama, pamoja na mapito yote, akaja kashinda, akaangikwa msalabani. Kwa nini? Watu wanashinda kwenye ulimwengu wa roho, ndipo ushinde kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ninaomba zima simu yako nisikilize vizuri. Kama unataka kufaidi ufalme wa Mungu na ujue Mungu anavyofanya kazi, nisikilize vizuri. Kama huna time, basi umekuja kusikiliza dini hii naongeaje, shauri yako. Nitaongelea vitu viwili. Wokovu unaopokea bure kwa njia ya Yesu Kristo, lakini ukombozi wa kumiliki na kutawala ni gharama.
Yesu Kristo kama asingechinjwa kwenye ulimwengu wa roho na mbingu ilinyamaza kimya, imagine jambo hilo. Maana ilikuwa ni kitu cha kutisha. Ili uelewe mwanadamu alipotafutwa kwa gharama, na uelewe shetani alivyotumia mbinu ya hali ya juu, sio kitu kirahisi unavyofikiri. Shetani anakuwa hana power, hana nguvu pale tu Mungu akikutangulia mbele kama sanduku la agano. Mungu hajakutangulia mbele kama sanduku la agano, unaweza mkaisha hata kama nyinyi wa Kristo. Sio kama mtu anaanza kunisikiliza kitu nasema. Mungu akikutangulia mbele kama sanduku la agano, utavuka bahari ya Shamu, utavuka mto Yordan, utakwenda kumiliki. Mungu hajakutangulia kama sanduku la agano, ita Yesu asubuhi mpaka jioni, mapepo hayaogopi, shetani haogopi. Nisikilize, wokovu awaye yote anayekubali ni rahisi. Mungu ameweka njia. Ndio maana Yesu aliugharimia wokovu, akachinjwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Unapookoka tu Mungu anakusamehe dhambi wazi kabisa. Yaani hata sasa ukiokoka, hata kama uliua mtu, Yesu anakusamehe. Ukijuta kutoka wapi? Ndani. Lakini kuja kutoka hapo, umiliki na kutawala, inahitaji ukombozi. Ngoja nikwambie, utanielewa tu. Utanielewa tu. Kuna watu walisamehewa pale msalabani wakiwa na Yesu Kristo. Kuna wengine hawajasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu mmoja aligundua kwamba nikimkiri Yesu hata kama dakika ya mwisho atanisamehe. Kwa sababu tayari alimwaga damu yake, si tu hapo msalabani anamuona, alimwaga damu yake kwenye ulimwengu wa roho kwa Mungu kabla hajamleta. Si ni sawa? Alafu namba 2, anaona damu yake inamwagwa hapo hapo alipo jirani yake. Akajua huyu mtu ana kitu ambacho nisipitwe. Akamwambia, Bwana, mimi nimefanya maovu, lakini wewe hujafanya chochote, unikumbuke kwenye ufalme wako. Akamwambia, kuanzia leo utakuwa pamoja na mimi paradiso. Si tunaenda sawa? Kwa nini anamwambia simple namna? Kwa sababu Yesu ana mamlaka, akashinda ulimwengu wa roho, akashinda na ulimwengu wa damu. Kwa hiyo akamwambia, sekunde chache hapa tutakuwa pamoja na wewe paradiso, mahali ambapo watakatifu wanapumzika kabla ile hukumu ya mwisho na kuletewa bibi harusi. Yule bibi harusi anaitwa Yerusalemu mpya, ambao ni mji wa watakatifu. Ule watu wakifa hawaendi huko kwanza, ile inaandaliwa kama bibi harusi. Ukifa kuna mji unaitwa paradiso, unakwenda, watakatifu wote wanaabudu hapo, wanamsujudu hapo, wanamsubiri Bwana hapo. Unanielewa kitu nasema? Kwa hiyo akasamehewa. Angalia, anasamehewa lakini anakufa. Anasamehewa lakini amekufa. Roho yake inaenda mbinguni. Watu wengi wanasamehewa dhambi na wanaenda mbinguni, lakini kabla ya wakati, lakini maisha yao yanakatizwa. Ngoja tusome mistari mingine ya kuthibitisha juu ya wokovu, maana taongelea mambo mawili leo. Kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 14, alafu taruka utasoma wa 18. Waefeso 1 mstari wa 13 mpaka wa 14, kisha tutasoma mstari wa 18. Nataka uangalie kitu fulani. Ukishaokoka nini kinafuata? Ukishaokoka nini kinafuata? Waefeso 1 mstari wa ngapi? 13 nasema hivi, ndugu zangu, nanyi pia katika huyo, yani katika huyo Kristo Yesu, mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Si ndio maana yake mtu ameokoka? Ulisikia habari njema, ukaupokea wokovu kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Si ni sawa? Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndio maana uthibitisho
mtu ameokoka, ndio maana wanaombewa juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na wanajawa au hawajazwi, ni uthibitisho wa kwamba umepata kibali katika ulimwengu wa roho, kwamba wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ndio maana unampokea Roho wake Mtakatifu. Tunaenda sawa? Mstari wa 14 nasema ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Angalia maneno yanaanza kusogea mahali fulani. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, manake angekuwa mdhamini wa urithi wetu. Tunaenda sawa? Ili kuleta ukombozi, angalia neno ukombozi, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Kuna kitu unaanza kuona hapa. Anasema hivi, aliye arabuni wa urithi wetu, manake anayetudhamini juu ya urithi wetu. Nani? Roho Mtakatifu anaoachiliwa baada ya kumwamini Yesu Kristo. Tunaenda sawa? Alafu sema ili kuleta ukombozi, sio kuleta tena wokovu. Unajua kitu naongea? Na Biblia yako imeandikwa hivi, ili kuleta nini? Ukombozi wa miliki yake, kuwe sifa ya utukufu wake. Maanake kuna hatua baada ya kuokoka unapelekwa kwenye urithi, kwenye urithi wa kumiliki ambao Kristo ndiye mmiliki wa vitu vyote. Inahitaji ukombozi, sio msamaha wa dhambi. Hatua hiyo umeshapita. Ili kuleta ukombozi, mtu akishaokoka anasema imekwisha. Imekwisha, ndio maana unakaa maskini kutoka mwanzo mpaka kifo. Na Mungu asema si umeamua hivyo kama Lazaro? Sawa. Utaki gharama ya ukombozi? Sawa. Darasa, unanisikiliza? Sikilize polepole. Biblia inasema hivi, ndiye arabuni wa urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake. Maanake Kristo amepewa kumiliki kila kitu, kuwa sifa. Mwanadamu akikombolewa akaanza kurithi zile baraka ambazo Mungu alimkusudia tangu akiwa tumboni, ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Twende mstari wa 18. Anasema hivi, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Anaongea na Wakristo waliojazwa Roho Mtakatifu, ambao sasa wako kanisani, wanamtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu anamwambia sasa, sikiza, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Umeona mstari unavyotusogeza? Unaona unavyotusogeza? Maana yake anasema na jinsi ya utajiri wa utukufu wa urithi aliyourithi katika watakatifu jinsi ulivyo. Maana yake usipoelewa siri hii, unaweza kuwa mtakatifu lakini usiwe mrithi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kukombolewa. Twende tuongeze mstari fulani unielewe. Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3, watu wa Mungu, na ule mstari wa 29, na mstari wa mwisho kabisa. Hapa tunaongelea wokovu, na baada ya kuokoka hatua gani Mungu anayekuangalia uende nayo. Mstari wa 29, na kama ninyi ni wa Kristo. Hebu sema kama ninyi ni wa Kristo. Sema kama mimi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Umeanza kuona maneno yanavyopanuka. Anasema hivi, kama ninyi ni wa Kristo. Hapa haimaanishi ninyi kama ni kundi la wa Kristo. Inamaanisha kama ninyi ni mali ya, kama ninyi ni mali ya Kristo, kama ninyi ni mali ya Yesu Kristo. Tunaenda sawa? Hasa hapa anasema hivi, kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim. Kumbuka Ibrahim ni baba wa imani. Mmekuwa uzao wa nani? Ndio maana sisi ni wana wa Ibrahim kwa imani. Israeli ya kiroho. Kibinadamu sisi sio Wayahudi. Tunaenda sawa? Lakini kiroho sisi ni Wayahudi. Sisi ni Israeli ya kiroho. Tunaenda sawa? Anasema kama mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Na warithi sawa sawa na ahadi. Ahadi ipi?
Unaweza ukaisoma kwa Ibrahim, Mwanzo sura ya 12, unaikuta Ibrahim aliahidiwa nini? Mungu anamwambia baada ya kutoka kwa ndugu zake na kwa wazazi wake, akamwambia nenda mpaka nchi nitakayokupa. Atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani, na kwa wewe mataifa yatabarikiwa. Ni sawa si sawa? Sasa kama kwa wewe uliomwamini Kristo mataifa yabarikiwa, sina maana nimemwamini Kristo, nimekuwa mali ya Kristo, kwa hiyo baraka zinahitajika, ni halali yangu nibarikiwe. Lakini sasa lazima kuna ukombozi. Kwa nini ukombozi? Ndio maana Yesu Kristo alianza kuchinjwa akiwa mbinguni, ili akishuka amalizie kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ili kila muaminie. Naye mwanadamu yule baada ya kuokoka kuna kukombolewa, kwa sababu shetani alitangulia kuja kuwafunga wanadamu ili tu waokoke roho zao waende mbinguni. Unaokoka na unakombolewa, na kutoka sasa urithi mali za Kristo uwe hapa duniani na kizazi chako. Kina kino unanielewa? Twende, utanielewa. Mungu amekuleta hapa, utaelewa. Hata kama wamekuweka kwenye mashimo utaelewa. Hata kama wamekuweka kuzimu wataelewa. Mimi nimeitiwa roho za watu Bwana. Unakaa na mbingu inanifundisha namna gani nitakwenda kusema na roho za watu. Maneno nayosema sio ya kwangu, ni ya yeye Jehova Nisi ambaye ananipa, maana amenitenga kwa ajili ya kazi hiyo. Mimi nilikuwa Muislamu, sikujua Ukristo. Mungu alinitokea kama kuniforce, haikuwa hiari yangu. Alinitokea kwenye baa mwaka 1997, akanitokea kwenye kilabu, akaniingizia moto wake wa Roho Mtakatifu. Kutoka hapo akanibadilisha maisha yangu, akanitangazia na niandaa kuwa mtumishi wake. Ndio maana maandalizi yangu ilikuwa ya gharama kubwa sana. Wewe siko hapa kwa ajili ya maneno mengine. Nataka nikwambie, chunguza tangu kuitwa kwangu mpaka sasa, kama kuna maneno naongeaga tofauti, naongea yale ambayo mbingu inanipa kwa ajili ya roho za watu. Sema amina kama unanielewa. Maana unaweza kukutana na mtu huyu ukadauti mambo yako kwa sababu uliwajua wengine. Sikilize, kuokoka ni bure na kuasi ni bure. Umeelewa kitu nimesema? Ndio maana watu wengi kwenye Biblia waliasi. Wanaasi bure, wanapokea Mungu bure. Lakini kutoka uingie kwenye ukombozi, kwenye agano la Ibrahim, na wewe uwe mtoto wa Ibrahim kwa imani, alafu pokea ule utajiri ambao Mungu alimpa Ibrahim, bila kujali uko shambani, bila ujali uko mjini, bila ukajali una degree, bila kujali uwa standard 7. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, bila kujali unatumika kiasi gani, lakini kwenye kurithi baraka kuna kukombolewa. Sasa nikisema kukombolewa, akili yako inaenda mbali kwa sababu unaitishagwa sadaka. Sio na mafundisho ya kimwili. Maana nikisema kukombolewa, si umesoma hivi neno hapa? Wewe unakimbilia sadaka. Sadaka imkombui mtu. Mungu ndio anamkomboa mtu. Nisikilize. Wakati ambapo shetani anapotaka kumtawala mtu, atatafuta kumkamata kwa njia nzuri, baadaye inakuwa ni hatari sana. Shetani haji kama shetani. Aliwajia mababu zetu namna hiyo. Ndio maana watu wanaabudu mizimu. Alijia maeneo akayakamata, wakaabudu, wakasujudu kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo baada ya hapo, unapokuja kugundua adui huyu ni mbaya, ukitaka kumwacha, tayari alishakuweka kwenye magereza mbalimbali. Na anapokuweka kwenye magereza mbalimbali ya ulimwengu wa roho,
unapita pagumu sana. Ndio maana Mungu anakuja kama mkombozi. Sikilize, Biblia inaeleza, inasema hivi ndugu zangu, katika kitabu cha Isaya sura ya 42, Isaya sura ya 42, kumbukumbu la Isaya 40 na ngapi? Ndio, naomba tutafute hapo Isaya 42, tusome mstari wa 20, alafu ruka usome 22. Uone mitego ya adui anavyowakamata wana wa Mungu. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Masikio yake ya wazi lakini hasikii. Mstari wa 22, si ni sawa? Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Angalia, wameibiwa na kufanyaje? Tekwa. Wote wamenaswa katika nini? Mashimo. Kwa nini wanazwa kwenye mashimo? Ili usitoke. Nia yake ili usitoke. Wamefichwa katika magereza, na unajua jinsi gereza lilivyo, lengo lake ili usitoke. Wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Maana yake hapa ni ukombozi, wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Umeona hiki kitu? Kwa hiyo adui anapokukamata anakupeleka kwenye magereza yake ya ulimwengu wa roho. Na anapokupeleka kwenye magereza, anakupeleka magereza tofauti tofauti kadri anavyokukosesha. Wengine wamekoseshwa, wanapigwa na magereza ya magonjwa. Wengine wanapigwa na magereza ya kuumizwa moyo. Wengine talaka za ndoa. Wengine wanapigwa na ulevi. Wengine wanapigwa na roho za wizi. Inaeleweka? Wengine za ukahaba. Wengine za faraka. Haya yote kwa ulimwengu wa roho ni magereza. Na kazi yake kubwa, ngoja nikwambie. Fungua 86. Zaburi 86. Ili napoelezea, ili maana nimekaribia kumaliza hatua hiyo ya kwanza. Zaburi ya 80 ngapi ndugu zangu? 86. Zaburi ya 86 anaeleza mtu huyu mbona ni mwanadamu, inakuwaje yuko mahali fulani. 86 ndipo taanza kuelewa. 86 na ule mstari wa 13 inasema hivi, maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Huyu ni mtunga zaburi, si ndio? Alafu anasema umeiopoa nafsi yangu na kuzimu. Hapo ungesema umeiopoa nafsi yangu na gereza. Tunaenda sawa? Lakini muhusika wa ile gereza ni nani? Ni shetani. Na shetani yuko wapi? Kuzimu. Sasa shetani anaweza kutumia waganga, anaweza kutumia wachawi, wakaona nyota yako, wanaona kipaji chako, waona kibali chako, wakakuwahi kabla hujazaliwa au unapozaliwa, wakakuwahi. Unasema kabla ya kuzaliwa Sumbe? Ndio. Nenda muulize mtoto wa Manoa na mke wake na Manoa, wakati wanaenda kumchukua mtoto alikuwa anaitwa nani achukue mimba aje azaliwa? Unamjua nani? Samson. Angalia, aliambiwa na Mungu, mtoto huyu nyewe mnakunywaga pombe, mtoto huyu kilevi kisipite kwenye tumbo la mama yake, kwa sababu kiliko ndani ni kitakatifu. Kwa hiyo shetani anaangalia mtu huyu anakuja kuzaliwa wa tofauti, anawaka kutoka kwenye tumbo la mama yake. Wakiangalia kwenye ulimwengu wao wa roho, wanaona mtoto huyu anakuja wa aina gani, ili kumdhoofisha kile ambacho cha Mungu. Wanaanza kukulisha ukiwa tumboni, wanaweza kukulisha chakula cha kufisha ukiwa tumboni. Mnanielewa kitu nasema? Kuna watu walibeba mimba za mapacha, Yakobo na Esau, lakini ndani yake Mungu alikuwa anaona mataifa mawili, lakini wewe unaona vitoto vyako viwili. Kwa hiyo wanapoona mtu huyu atakuja kuwa mkuu, wanaanza kumdhoofisha kwenye ulimwengu wao wa roho, na wanakuletea vitu kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Wanaweza kukuletea vinywaji
vyakula, lakini vimenenewa mlango wa adui, ili kudhoofisha kile ambacho umebeba nacho kabla hakijatoka tumboni. Ninaeleweka kitu nasema? Nisikilize tu. Sasa huyu anasema hivi, fadhili zako ni nyingi sana, umeiopoa nafsi yangu na kuzimu. Kwa hiyo mtu angalia, anatembea lakini ni msukule. Kumbe nafsi yake ilikuwa iko wapi? Kuzimu. Sina wewe unajua ndoto zako? Ukiwa umefungwa huwezi kuonekana kama hujafunguliwa. Kama umefunguliwa, never ever. Jana tumesoma kitabu cha Nahumu sura ya 1. Mungu asema hata muhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia, maana yake atamwambia na hatia tu. Ndio maana hata kama umeokoka, roho yako ndio imeokoka, lakini kwenye maisha Mungu anakuonyesha nafsi yako ilikofungwa. Saa nyingine unaona unalima shamba la mtu, kipindi kingine unaona kwa makaburini, kipindi kingine unaona unakaa na shangazi na mababu zako waliokufa. Ukiamka ni ndoto tu na zikemea zinaenda. Maana yake hayo ni magereza tofauti tofauti waliokukamata. Unanielewa? Na Biblia inasema wafu akishakufa mambo yake yameisha. Biblia ndio inasema baada ya kufa hukumu. Lakini tayari wafu wanakutokea wewe. Wewe unafikiri hao ndio baba zako, ndio bibi zako, ndio shangazi zako, wanakupa na maagizo. Hiyo ni mizimu iliyochukua nafasi. Na ndio maana wachawi huwa wanawafunga wana wa Mungu wakipitia mizimu ya upande wa familia yenu. Wanaenda kuiomba kwa sababu shirika lao ni moja, wanaenda kuiomba, wanaisujudia, wanaitolea na sadaka. Wanasema tunamtaka kijana fulani, tunamtaka mtu fulani. Kwa hiyo wanakuja kujiambatanisha na mizimu yenye halali wa kwenu kwa sababu hajafunguliwa, wanakuja kukukamata. Na wakikukamata wanakukamata nini? Wanakukamata ile nafsi ambayo ndani yake ina mafanikio. Hawakukamati bure, wanaweza kutoa sadaka, wanaweza kutoa chakula, wanaweza kutoa mavazi, wanaweza kutoa chochote. Na wakikukamata wanakupeleka kwenye gereza. Hilo gereza ndio maana unaona wewe mwenyewe ndoto zako. Ndoto zako unahesabu pesa nyingi sana, lakini ukiamka kadri siku inavyokwenda huoni hata shilingi. Maana yake wamekamata uchumi wako. Wakikukamata kama ni mizimu, unaona kila wakati unafukuzwa na madume ya ng'ombe, unafukuzwa na wanyama wakali, unafukuzwa na vichaa. Maana yake ufahamu wako umekamatwa, hauwezi kuendesha chochote ukafahamu. Ndio maana kichaa hawezi kusurvive maisha yake. Unanielewa kitu nasema? Nakupa tu mifano michache. Sasa huyu mtu kabla hajakombolewa anasema umeiopoa, maana yake umenitenganisha nafsi yangu na kuzimu. Kwa hiyo mtu huyo alipotenganishwa na kuzimu, ndio maana mistari inayofuata utaona anafanikiwa. Na kazi ya kukutenganisha na mizimu ni Mungu. Na hata kama baadaye anakuja kukuambia nipe sadaka fulani, ni kama sehemu ya ukumbusho, ili wewe ukumbuke kwamba Mungu alikutoa wapi na ilikuwa kuaje. Unanielewa? Angalia wana wa Mungu 88, Zaburi 88. Uone ambaye hajafunguliwa, uone madhara yake. 88 mstari wa 3. Sijui kama kuna mtu ananifuatilia hapa. Mstari wa 3 anasema, maana nafsi yangu imeshiba taabu, na uhai wangu umekaribia kuzimu. Huyu mtu bado yuko hai kibinadamu. Tunakutana, tunasalimiana, mnafanya kazi pamoja, lakini anasema hivi, nafsi yake iko taabuni. Iko wapi? Imeshiba taabu. Na uhai wangu, maanake sasa anakaribia kuzimu. Maanake mtu kwa ufupi amekamatwa, hawezi kujinasua. Ndio maana siku moja Mungu akaniambia, mtu yoyote aliyefungwa hawezi kujifungua hata kama Mungu yuko pamoja naye. Mpaka ukutane na mtu aliyepakwa mafuta ndipo ufunguliwe. Ngoja nikuulize swali. Tulimsema Yusufu jana. Alikuwa na Mungu tangu utoto wake na maono aliyoyaona ya kuja kuwa mtu mkubwa. Alipokuwa gerezani, alijifungua mwenyewe akatoka kwa sababu ana Mungu? Mungu ana utaratibu. Ukiona Mungu ana force mahali, ogopa.
ogopa. Lakini ilibidi Mungu afanye mpango kwenda kusema na Farao, amaoteshe ndoto za ng'ombe 7 wanono, ng'ombe 7 waliokonda. Ndipo moyo wake ukose amani, akawaita wachawi wote, wanajimu wote, wakashindwa. Waliposhindwa, mtu mmoja ndio akasema yuko mtu gerezani. Ndipo yeye mkuu yule akatoa amri, si ni sawa? Ndipo Mungu akamuinua. Kwa hiyo nataka nikwambia, mtu yeyote aliyefungwa, tafuta watu waliopakwa mafuta ambao unajua ni Mungu yuko pande wao. Hata ukikaa kule ukanyamaza kimya, wakati Mungu anashuka, anakushukia na wewe. Usipoelewa hiyo kanuni, utawafuata na kuwabembeleza na maziwa, hautakaa uone. Maana anayefungua sio yule mtu. Yule mtu ana mamlaka ya maongozi ya Mungu. Anaposema juu ya jambo lako, hata kama pepo hajalipuka, ndani yako zinaondoka kimya kimya kwa neno la Mungu. Haleluya. Unanielewa kitu nasema? Ngoja nimalizie jambo hili. Nitakuambia. Haleluya. Swali langu liko hivi. Nimeelezea juu ya magereza, labda nitakwambia hapa alafu nimalizie nayo. Utambulisho wa kuonesha uko chini ya vifungo vya shetani, uko chini ya magereza ya shetani ni nini? Utambulisho, hata kama umeokoka, utambulisho wa kuonyesha kwa kweli niko chini ya vifungo vya shetani ni nini? Angalia, huyu anasema hivi, mtunga Zaburi 86 mstari ule wa 3, nafsi yangu imeshiba taabu. Yaani we mwenyewe unahangaika, taabu. Kila unachofanya ni kuumia tu, taabu. Moyo wako hautulii, unateseka. Ukiamua kusema, ndipo mtu mwingine anaona kwamba unapita kwenye nini? Kwenye taabu. Ukishaona namna hii, uko kwenye gereza fulani, kwenye ulimwengu wa roho, unashindwa tu kuelewa liko wapi. Lakini kwa sehemu, wakati mwingine, ndio maana unaweza ukaona we uko mjini, lakini unaona unafagia uko kijijini. We uko nyumbani kwako, lakini unaona unapita kwenye pori nene ambalo haujatokezea njia. Unatafuta njia na hauoni. Unaona unazama kwenye matope, lakini ukiamka uko kwenye kitanda chako. Mungu anakufundisha kwa lugha ya mafumbo ya kwamba hauko sawa. Umeokoka sawa, unaanza sema mimi nimeokoka, nimeongozwa sala ya toba na askofu wangu na mchungaji wangu na kiongozi wangu. Baba, inakuaje? Nilikuonyesha wokovu ni njia ya kukaribishwa na ufalme wa Mungu. Ukitaka ukombolewe ili uende kurithi baraka za Ibrahim, kuna gharama. Na ile gharama nilikufundisha jana. Unanielewa kitu nasema? Na ile gharama nilikufundisha jana, ambao Mungu aliniambia kabisa, ili usijue ni ufunuo wa Sumbe, ili ujue kabisa niliambiwa ni hotuba ya Roho Mtakatifu kwa watoto wake analolijenga kanisa. Ninaeleweka? Angalia mstari wa 4. Huyu mtu amejaa taabu. Roho anasema nafsi yangu imeshiba taabu, uhai wangu umekaribia kuzimu. Mstari wa 4 anasema nimehesabiwa pamoja nao washukao shimoni. Maana yake kuna watu ambao ni wachawi, wao ni washirikina. Neno ushirikina ni mshirika wa kuzimu, ni mshirika wa shetani. Tunaenda sawa? Anaposema nimehesabiwa pamoja na washukao shimoni, maana yake na yeye hata kama anakuja kanisani, lakini kwa kweli ni members wa kuzimu, kwa sababu kuzimu ndio ambayo ina hatima yake. Sijui kama Kiswahili ni sawa. Alafu anasema hivi, nimekuwa kama mtu asiye na msaada, miongoni mwao waliokufa nimetupwa. Ndio maana unaona watu waliokufa, sio Sumbe anaongea, ni Biblia. Ninaeleweka kitu nasema hapa? Angalia mstari wa 5, asema ni miongoni mwao waliokufa nimetupwa. Unaonaga huko kwenye jeneza, ukiamka kumbe uko salama. Sasa maiti itarithi wokovu, itarithi baraka. Miongoni waliokufa nimetupwa,
kama waliouawa walalao makaburini. Ndio maana mtu ukifungwa fedha yako, wengine wanachukuaga mali yako, fedha yako ama hatua zako, wanaokota nyayo. Washetani wanaokota nyayo, wanakuvizia, wanaokota nyayo zako. Wakiokota nyayo zako ama wakachukua pesa zako, wanaenda kujiunganisha na kuzimu, wananena nafsini mwako. Alafu wewe kwa sababu huna muda wa kukaa na Mungu, alafu wanaipeleka makaburini. Wanasema kama vile kaburi lilivyotulia, mtu hataonekana na yeye hataonekana uchumi wake. Saa hiyo uko mjini unatamba, saa hiyo unaona nyota yako inatamba. Kila itapo leo unaendelea paka nyumba zinakuwa magofu taratibu, kama vile kaburi. Si Biblia yako imeandikwa au ni ya kwangu tu mnaishangaa? Si ni ya kwako na imeandikwa hivi? Miongoni mwao waliokufa wametupwa, kama waliokufa walalao makaburini. Hao ambao wewe hauwakumbuki tena, yani waliokufa ambao huwakumbuki na wewe hutakumbukwa, maana uchumi wako. Na watu ukishapotea mjini mzee, ukishafilisika, ukishapita umepita. Wengine wanasema utafilisika saa ngapi tuchukue nyumba hii sisi tukodishe. Wewe huwakumbuki tena, umetengwa mbali na mkono wako. Mimi umenilaza katika shimo la chini, katika mahali penye giza vilindini. Jamani, imeandikwa hivyo. Sasa soma mstari wa 8. Anasema hivi, wanijuao umewatenga nami, umenifanya kuwa chukizo kwao, nimefungwa wala siwezi kutoka. Biblia yako imeandikwa hivi, nimefungwa wala siwezi. Huyu mtu kama hawezi, umefungwa, si mpaka anataka mtu mwingine ndio ufunguliwe? Leo uko hapa. Haijalishi walikuokota unyayo wako, lakini takapoomba na kuambia hata kama ni majini na shetani mwenyewe atachomwa na uzo unyayo, atawaachilia, utarudi kwa. Hata kama wamechukua pesa yako, leo Mungu atadhihirisha nguvu za kiukombozi. Kuna kitu unanielewa? Sasa swali la mwisho ili tuvuke hapo, iko hivi: Yesu Kristo aliwahi kuwatetea watu ambao walikamatwa nafsi zao, baraka zao, vipawa vyao, akawarudishia baada ya kutoka msalabani. Maana cha kwanza alikwenda kuzimu, kamnyang'anya shetani nini? Funguo na mauti, si ndio? Baadaye aligundua nini njiani, ambapo baadaye utakuja kugundua. Tutasoma mahali ambapo Yesu aliwatuma wawili kwenda kuhubiri. Waliporudi, walirudi na furaha. Wanafunzi wake wakamwambia hivi, halo bwana mkubwa, tumemwona watu wanafunguliwa mapepo kwa jina lako. Tukashangaa kabisa. Alafu akamwambia hivi, nimemwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni. Anaangukaje kama umeme? Unaona umeme unavyokwendaga straight, dakika tu, hata kama umezimika Dar es Salaam na Arusha, ukifunguliwa huko Kidatu tu, hata hapa umewaka, unavyokwenda hiyo speed. Kwa hiyo ilikuwa Yesu anaeleza speed ambayo shetani anaanguka. Anaposema ameanguka kutoka mbinguni, sikiliza, shetani tayari alishaasi mbinguni, hakaagi mbinguni. Leo anasemaje ameanguka kutoka mbinguni? Maana yake hivi, utawala wake wa ulimwengu wa roho ambao alikuwa amewatawala wanadamu, nimemshusha, ninyi mmepandishwa juu. Ndio maana mamlaka, ndio maana ya mamlaka. Sasa twende tuthibitishe hiyo. Kitabu cha Waefeso sura ya 4. Alafu tukimaliza nikwambie jambo fulani. Waefeso sura ya 4, watu wa Mungu, kama umefika uniambie amina. Fungua haraka Waefeso sura ya 4 na ule mstari, anzia wa 7. Anzia wa 7 hata mpaka wa 10 kama unaandika. Wa 7 hata wa 10 kama unaandika. Hapa ni Yesu anajieleza kabisa, nisikilize. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo.
Vipawa vyote unavyotoka ama unavyovipata, unavyoviona kwa watumishi, unavyoona kwa waimbaji, unavyoona watu mbalimbali, vinatoka kwa nani? Kwa Kristo, si sawa? Hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Angalia mstari wa 9. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi, maana yake kuzimu. Tunaenda sawa? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Angalia, huyu ni nani? Tunaambiwa kazi ya pili, Yesu alipomaliza ukombozi wa kumwaga damu yake ili ampate mwanadamu, alikwenda kumnyang'anya mamlaka shetani aliyokuwa nao juu ya wanadamu. Alipomnyang'anya, Yesu sasa anakwenda straight kwa baba yake mbinguni. Kufika pale kwenye ulimwengu wa roho juu, akakutana na waizi shetani, ambaye kuna makao yake yako pale mengine. Ukitoka kuzimu kuna makao mengine hapo. Biblia inaeleza kwenye Waefeso, Biblia inaeleza kwa Wakorinto, inasema ingawa tunenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Alafu anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo hapo kwenye ulimwengu wa roho, wakati Mungu anapita kwenda kwenye kiti cha enzi, akakutana na hilo jeshi ambalo limeweka beri yake. Ndio hilo ambalo alikutana na kina Danieli. Lilimzuia Danieli siku 21 kwa sababu lina halali. Labda lina halali kwa ajili ya damu zilizomwagwa kwenye nchi yao, mimi sijui. Pamoja na Mungu kutoa amri, lakini Danieli alizuiliwa. Lakini Yesu kwa sababu alishinda mauti hakuzuiliwa. Yeye alichofanya, aliteka mateka. Kuteka maana yake sio kwa hiari. Anasema, "Lo, nina mamlaka, leta vipaji vyote, vipawa vyote, baraka zote, leta hapa." Na alipovichukua vyote akawanyang'anya, Biblia inasema hajaenda mbinguni, akarudisha, akawapa wanadamu nini? Vipawa vyao. Kipawa, Mungu anapomuumba mwanadamu hamuumbi aje ateseke, anamuumba anajua kuna kitu amemwekea ili kila mtu afanikiwe. Sasa anachofanya, ndio maana watu wengine wamekuwa kama hawana akili, wanaibiwa akili zao. Wengine wanafanya huduma, hawaoni matokeo ya huduma zao. Adui anaiba. Kuna ukombozi Bwana. Na saa ya ukombozi mzee ni power by power. Haleluya. Hapo sio kumkiri Yesu na Bwana alafu utaokoka. Huko ni kusamehewa dhambi, kutengeneza na Mungu. Baada ya hapo Mungu hataki mchezo, ili jina lake liinuliwe. Unataka tufikie hapo? Lakini umeelewa maana ya thamani hiyo? Ndio maana watu wengi wanafundishwa, matokeo yake hawajaongozwa sala ya toba, hawajaokoka, wanaambiwa utabarikiwa. Mnabarikiwa na majini, unabarikiwa ndio hizo zinayeyuka. Baada ya siku mbili imeyeyuka, siku mbili hakuna. Mungu anasema Ibrahim, alipombariki Ibrahim anasema na wote watakao bariki watabarikiwa. Ndio maana Isaka akabarikiwa, Yakobo akabarikiwa, akabadilishwa mpaka jina anaitwa Israeli. Israeli mashariki ya kati imebarikiwa. Wewe wacha mchezo bwana. Wewe wacha kuhongwa na shetani bwana. Vya shetani ni vya muda, vya Mungu vinadumu bwana. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Twende hatua ya pili, maana naona leo masaa kama yanakimbia. Haleluya. Kitabu cha Luka sura ya 10, hatua ya pili. Hatua ya pili ni hii. Cha kwanza ilikuwa nakufundisha juu ya wokovu. Ukishaokoka Mungu anakutaka usiridhike, uende hatua ya pili ya ukombozi. Na nikakuthibitisha kwa maandiko. Anasema uende kwenye ukombozi ili upate urithi. Urithi maana yake kitu hujakifanyia kazi. Ndiyo maana madini yaliyoko chini ya ardhi hujawahi kuyaweka wewe. Si sawa? Ni yeye Mungu ameweka. Uzima ulionao hujaufanyia kazi wewe, ukajikuta wewe ni mzima, ukajikuta una nguvu. Ni sawa Unarithi. Mungu anataka pia, kwa sababu anajua nyuma yako una watoto. Una mume, una mke, una watoto. Na wale watoto wanakuwa, nao watakuwa na watoto. Nao wanakuwa na watoto. Mungu anapoweka msingi kwako, anaangalia mpaka na kizazi chako.
Wacha cha shetani. Shetani anampa yule ambaye amempa, anamwibia, anampa, alafu anamwangalia yule mtu akipita, kizazi chake anataka kianze upya, na kama amepata anaziiba zote, naziiba, mnabaki tupu. Mungu hayuko hivyo. Na kutangazia leo mimi ni Sumbe, Mungu hayuko hivyo. Mungu hayuko hivyo. Kitabu cha Luka, twende haraka, kitabu cha Luka. Kumbuka nikwambia kurudishiwa heshima yako. Kuokoka ni bure, ukombozi ni gharama. Tunakwenda kwenye ukombozi. Haleluya. Hii kitu ni nzuri, hujawahi kuona. Namwambia Mungu asante kwa kunipa kibali hichi. Ndio maana unakuta watu wengi adui aliwazuia wasije. Sasa hiyo mimi nawaambiaga watu, tumeshakuwa watu wazima, unaweza kaamua. Mimi nimetangaza. Mungu aliponiamuru fanya semina, nimetangaza. Sasa wewe unayokuja na kwa sababu ulimuona Jumapili Sumbe anafundisha, ukajua si tutamkuta na Jumapili. Utanikuta lakini mimi sio mwenzako, ase nimekuacha mbali. Nakwambia, na wale ambao wamekuja kuanzia jana na leo, nataka nikwambie hata kama washirika wengine watakuja ambao hawajasikia haya, labda wafanye bidii kwenye mtandao na wajiunganishe kumlilia Mungu kweli, ili uwepo ule na nguvu zina na kibali kile Mungu alichokitoa kiweze kuandea. Vinginevyo unaachwa, yani unaachwa. Utakuwa kanisani, unaona wengine wanakwenda na vizazi vyao, wewe unapata shida na vizazi vyako. Maana kama kuna kitu kinawapunguziaga wanadamu hasa wa Afrika maisha na wakamchukia Mungu, ni kwa ajili ya maisha. Na mimi nataka nikwambie, wewe unanyoshaga watu vidole kwa ajili ya maisha. My friend, niko hapa kukuonyesha Mungu anayeweza kutengeneza maisha. Na Mungu akitengeneza maisha kwa sauti yake, wewe wacha sauti za dunia bwana. Biblia inanifundisha, naambia wala, sema wala. Usifuatishe namna ya dunia hii. Wala usifuatishe namna ya dunia hii. Kazi yangu nimetengwa na Mungu kusikiliza mbingu inasema nini, sio watu wanasema nini. Wewe endelea kusikiliza watu wanasema nini. Halo, utaniona mimi napita ng'ambo ya pili, wewe utanifuatilia, maji yatakuzuilia. Nasema Bwana asifiwe, mpe Yesu makofi. Sijui kama mtu ananielewa. Unanielewa? Mimi hapana, mimi namsikiliza Mungu. Nang'ang'ana msikiliza Mungu kuliko ninavyofikiri. Yaani kuliko ninavyofikiri. Alafu nina agano la Mungu. Unakwenda kuwa milionea, unakwenda kuwa baraka, unakwenda kufunguliwa. Mambo yote unayoyaona haya bwana yatapita kama upepo. Wewe unaruka ng'ambo ya pili, unasonga mbele. Mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu aliye hai. Unaogopa nini? Na Mungu anathibitikaga wakati wa mateso, wakati wa vita, wakati shetani ananguruma kama simba. Mungu anasema sasa nataka kuona watoto wangu wanaolamba maji na wanaokunywa maji, ili waende pamoja na Gideon. Nilikuambia saa zile wakati tunangojea hapo Luka 10, wakati tunatoka kwenye wokovu na saa baada ya wokovu Mungu anaanza kukuandaa kwa ajili ya ukombozi. Kuna vitu nilikuambia, watu wengi ulipokuja duniani ulikuta shetani alishaasi mbinguni. Adamu wa kwanza alipokuwa ameumbwa, shetani ndio akaasi mbinguni, akaja kamkuta. Kwa hiyo wanadamu wanakuja na vizazi vyao, adui alishatengeneza miundo msingi ya kuwakamata na vizazi vyao. Ndio maana Mungu anasema napatiliza kizazi cha kwanza mpaka cha 4 wanichukiao. Kwa hiyo kwa sababu wameingizwa kwenye laana, na Mungu anachukia nyumba ya laana. Lakini Yesu akaja kwa toba ili tupate rehema. Na unapopata rehema ya kuokoka roho yako, utaona watu wanateseka na uchumi, wanateseka na ndoa, wanateseka na maisha, wanateseka na nchi zao, wanateseka na ardhi zao. Inahitaji mtu aliyepakwa mafuta ambaye atasema juu ya eneo lililoharibiwa, kama akina Elisha, kama akina Elia. Elisha anasema nchi inazaa mapoza. Mwanaume akapanda akachukua maji, asema kutoka leo, akamwaga chumvi.
nchi isizae mapoza, nchi kakaa ikaacha kuzaa mapoza. Unaelewa maana yake? Juu anasema nchi isizae mapoza, maana yake ilikuwa huenda ina damu, laana ya uhalali imekuwepo. Unaweza kuzaliwa kwenye kizazi ambacho mvua hainyeshi. Mvua gani? Sio hii ya binadamu. Maana hata kama inyeshe mafuriko, kwenu ni njaa tu. Na nielewa, na ni kwa sababu miungu ilishapitisha jambo hilo tangu enzi ya utumishi wa Elia. Ndio maana akaenda kalimaliza mbele ya Ahabu. Tunaenda sawa? Nchi imekaa ukame, ina maana watu walikufa na njaa. Ndio maana umaskini ulichomokea hapo. Kwa nini? Wakati Ahabu anatafutwa, Mungu anamwandaa amfikishe kwenye kiwango cha mafuta yake. Ndio maana alimficha. Ndio maana watumishi wengi, kama hujafikishwa pale juu, lazima Mungu akufiche saa ya vita. Kama hujalewa ukajitokeza bila sauti ya Mungu, Ahabu atakuwa. Asikiaye nafahamu. Usitokee kwa sababu umesoma Biblia. Usitokee kwa sababu unayajua maandiko. Unatokea kwa sababu Mungu amekwambia tangulia, niko mbele ya Ahabu. Maana watumishi tukishasoma chuo, ni pastor, ni bishop, ni prophet, ni nani, apostle, evangelist, mwalimu, na jamii kakuheshimu, unainuka tu unasema. Nataka nikuulize, hiyo sio nidhamu ya Mungu? Nidhamu ya Mungu nasema kila alichokuwa, tena anakusisitiza nenda kaseme. Na akikwambia nenda kaseme, lazima uchukue, usikie sauti ya pili. Hiyo ndio kanuni ya Biblia. Usiondoke na maneno yale ya kwanza. Nenda muulize Musa. Unakaa tena unamwambia Mungu umenituma, lakini Baba nataka kujua hekima yako, nianzie wapi? Ndipo Mungu aanze kukupangilia ufahamu. Inaitwa ufahamu wa rohoni, ambao unakuja na ufunuo wa rohoni wa neno la Mungu. Sema amina kama unanielewa. Wengine wakisikia tu bado hujapambanua, unainuka Mungu amenituma. Ukisha address yale maneno unamalizika. Unasema Mungu si unisema na mimi. Mungu ananyamaza kimya. Haendagi hivyo. Mungu sio mbea. Mungu hana kisebu-sebu. Mungu ni wa kuogopwa. Sema amina kama unanielewa. Ngoja wana wa Mungu. Ngoja wana wa Mungu. Ngoja nimalize utambulisho wa kuonyesha kuwa uko chini ya vifungo vyake Shetani. So uliona hapo tulivyokuwa tunataja, unakuwa na hisia za chuki, unakuwa na wivu ndani, una uchungu ndani. Hauwezi kuachilia, maana huwezi kusamehe. Una kisasi. Wengine wanapambana na magonjwa na mateso. Zikiwa zinajifunua hivyo, ni viashiria kwamba umefungwa hata kama umeokoka. Uko kwenye magereza tofauti tofauti. Ndio maana unaweza kuona mtu anafunguliwa leo hapa, hata kwenye ulimwengu wa roho unaona kabisa Mungu anakutoa kwenye hapa, lakini baada ya muda unaona hiki kingine atokea. Sasa mbona Mungu alinifungua? Anakuonyesha kifungo kingine. Maana yalipandwa magereza tofauti tofauti. Biblia inasema kwenye Isaya anasema wengine wamewekwa kwenye mashimo, wengine kwenye magereza. Hajasema kwenye gereza, maana yake lingekuwa moja. Magereza yako mengi tofauti tofauti yaliwahi kukushika. Kama ni mtu wa elimu, yanashika elimu yako. Mtu wa uchumi, yanashika uchumi. Wa ndoa, yatashika ndoa. Ya mimba, unashikwa huko. Yanakuwa mengi. Unatoka hivi unaenda hivi, unatoka hivi unaenda hivi, unatoka hivi. Twende namna ya kukombolewa. Nilikuambia usome kitabu gani? Cha Luka, ndugu zangu. Twende kitabu cha Luka sura ya 10. Sura ya 10, watu wa Mungu. Luka 10 mstari wa 10 na tuanzie mstari wa 17 mpaka 19. 17 mpaka 19. Inasema hivi, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Hala ni wanafunzi wa Yesu, si ndio? Wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Sasa angalia Yesu alipowajibu, akawaambia, nilimuona Shetani
akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Umeona hilo neno Ndio ilikuwa na tafsiri na kwa bibi, anaendaje mbinguni wakati alishafukuzwa huko mbinguni? Nilikuwa nakwambia ni utawala wake hapo kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo alikuwa anabadilishiwa mamlaka. Ndio maana mstari wa 19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Hapa anawafunulia siri kilichofanya shetani aporomoke ghafla. Kwa sababu ya ile mamlaka wamerithishwa uungu wa Mungu bila wao kujua ndani yao. Ndio maana akaja kawaita tena Shara, kuja. Wakasema master anatuita, labda tunatakiwa kwenda Sidoni ama Capernaum au Galilaya au Yerusalemu. Walipofika akawaambia kitu moja tu, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wabaya na magonjwa. Magonjwa yaliyokuwa juu yakashushwa chini, wao wakawa juu. Hiyo ni authority ya Mungu. Haleluya. Twende sasa, twende, maana kuna watu wanasubiri hapo. Nakwambia hii leo ni ya kwako. Si watu wamezoea bwana, wamekufukia huko na hela yako. Wameona tu wakati unachanua ukiwa kijana, wanaona brain zako, wakaona jinsi ambavyo akili zako zindiko, wakakufanyia zindiko. Wengine walikuwa na laana za mababu zao, wengine wanateseka mpaka leo, walifanywa misukule. Na laana hizo zina halali. Zina halali kwa sababu gani? Sumbe si baba zao walikamatagwa wakafanyia, lakini watoto wao wanang'ang'ana kutoka kwa Yesu, hawatoki. Na kuambia hivi, umefikishwa mahali bwana. Sikiliza, hapa anaongezea juu ya kubadilishwa utawala. Umenielewa hiyo? Ndio maana nimewapa uwezo na mamlaka juu ya, ambao mamlaka hao yanasababisha mstari ule wa 18 shetani kuporomoka kutoka juu mpaka chini kama umeme. Inakuwaje? Nisikilize. Sikilize. Jambo hili nilidokeza jana kidogo. Sikiliza wana wa Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ili unielewe, nisije nikarudia. Alafu nikianza kuelezea utakuwa umenishika. Torati 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Uone mahali Mungu alitaka wana wa Israeli wakamiliki, ndivyo anavyotaka kanisa limiliki. Anasema hivi, hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza na kuzifanya katika nchi atakayokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki. Mwanzo walikuwa wameokoka, wanamsikia Mungu, anatembea nao, lakini hawana umiliki. Ila walikuwa wanapata baraka, maana baraka za njiani nini, lakini hawajamiliki. Tunaenda sawa? Sasa angalia sheria ya kumiliki. Siku zote mtakazoishi juu ya nchi, maanake wanapewa umiliki wa miaka yote kama leo, si ndio? Sasa masharti haya, mstari wa 2, vunjeni kabisa mahali pote palipokuwa wakitumikia miungu yao. Hapa ni kuvunja ama ni kuacha? Miungu yao, mataifa mtakayomiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi vunjeni madhabahu zao, zibomweni nguzo zao, na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Ndio maana unaona ukisoma Yoshua unakuta kina Wagirigashi, Wayebusi waliokuaga Makaanani waliokuwa Israeli. Leo jana nilikuambia mataifa hayo bado yapo, yaliangamizwa kabisa kibinadamu. Alafu Waisraeli wakafanyaje? Wakamiliki na kutawala ardhi ambayo ilikuwa ya kwao, kwa sababu ya sauti ya nani? Ya Mungu. Tunaenda sawa? Nataka nikuuliza swali. Unapokwenda kumiliki, lazima ukute, kwa sababu shetani alikwambia ndio aliyetangulia kuwakamata wanadamu kutoka Adamu na Eva mpaka kizazi sasa. Tunaenda sawa? Tunapoingia kwenye wokovu tunapewa nafasi, chance ya kumsogelea Mungu. Anaanza kutufundisha namna ya kumiliki.
Unapomiliki, sikiliza, unakuta shetani alishawahi. Kwenye anga kuna mtawala, kwenye ardhi kuna mjumbe. Tunaenda sawa? Kutawala pale ni roho. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo popote unapokwenda kuna mtawala. Na mimi nataka nikwambie, wanakaaga watawala wawili. Si lazima moja aondoke, moja pewe kibali. Na Biblia tulisoma pale Yesu alipokuwa lengo lake la kufa, alichinjwa katika kitabu cha Ufunuo akiwa mbinguni kabla hajazaliwa. Wakati anachinjwa, akamnunulia watu kwa damu yake, watu wa mataifa na lugha na kila kabila, akawafanya kuwa wafalme, makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Kama unamiliki wewe kanisa, mbona hauna yale ambayo unatamani yatokee? Kwa sababu hujamshughulikia mtawala kwenye eneo lako wa ulimwengu wa roho. Na kama umemjeruhi, ana hasira na wewe, ndio maana hufiki kwenye hatima. Leo nitakufundisha namna kumuua yule mfalme wa giza. Ni Biblia, sio sumbe. Na hii ni siri kubwa, haijalishi mwili wa Kristo. Ndio maana jana Mungu anaambia waambie kanisa langu duniani sikutaka liwe hivi. Ndio maana watu wakuu sana wanakataa kanisa la kiroho ambalo mimi Mungu niko. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua njia ya kutembea pamoja na mimi. Ninapotaka kuwafundisha kwa mapito fulani wananikataa. Alafu wanataka vitu vikubwa. Na Mungu anafuata sheria ya neno lake. Nimeeleweka mpaka hapo? Sikilize. Unapotumwa, mfano mtumishi, toa mfano watumishi. Mungu anakuambia nakutuma, nenda kafungue kazi mkoa fulani, eneo fulani, kijiji fulani, kata fulani. Si anatia anaondoka? Unapokwenda pale, kumbuka kuna mtawala. Kabla hujaanza kukusanya yale mazao, zile roho za watu, rafiki, usipopambana na huyo hautasogea. Na wakikuzoea, baada ya muda unaharibika. Fungua Isaya 6. Fungua Isaya 6. Baba asante. Isaya 6. Isaya 6. Maana Mungu asema utakapokwenda pale umiliki, haribu kabisa, si ndio? Angusha madhabahu zao, maana yake wasiwe na sehemu ya kuabudu wao miungu, si ndio? Ili ndio tawateka hao watu. Sasa twende. Isaya ngapi? Asante sana. Isaya 6. Baba asante. Isaya 6. Isaya 6. Tuanzie mstari wa kwanza na kuendelea mpaka hapa. Inasema hivi: katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake likaijaza hekalu. Juu yake alisimama maserafi, kila moja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili walifunika uso wake, na kwa mawili walifunika miguu yake, na kwa mawili waliinuka. Wakaitana kila moja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi, ama ikajaa utukufu. Ndipo niliposema, ole wangu, maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nimekaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Sasa mstari wa 6, Mungu anaamua kumtibu. Kisha mmoja wa maserafi wale akanuka, akakaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Mungu anakuja kumfanyia haya yote kwa ufupi, kwa sababu amekufa mfalme Uzia. Mfalme Uzia asingekufa, huduma ya nabii Isaya ilikuwa na inaharibika. Kwa nini? Mtawala ndio ana mamlaka ya kukufanya chochote wewe.
ukipambana na mtawala wa ulimwengu wa roho ukamwondoa, ndipo utamwona utendaji wa Mungu. Maana hawakaagi watawala wawili, ama Mungu pamoja na wewe, ama shetani pamoja na hao watawala. Nimeeleweka kitu nimesema? Na usipomwondoa, hata kama huduma yako kila siku inatiwa najisi, kila siku hata washirika watakutafsiri vibaya, kwa sababu kuna mtawala kila siku mwenye halali wa kufanyaje, wa kupanda mapando yake. Lakini Biblia inasema alipokufa mfalme Uzia, ngoja nikwambie, Mungu aliponiita tulianzia Ngaramtoni. Baada kanisa la kwanza kuvunjwa, wakati namuuliza Mungu anaambia, si nilikuonyesha kwamba mimi nakuja sasa kukagua wito niliokuita? Nikamwambia, nakuja kukaguaje na siku zote na kuhubiri na unanipa ujumbe? Akaniambia, kuna saa ya kuja kukuthibitisha, na napokuja kukuthibitisha ninakutenga kabisa, utakutana na vitu vigumu, ili nikuandae katika viwango vya madaraja kutoka utukufu kwenda utukufu. Hakuna utukufu wangu mwanadamu ataufikia bila gharama, vinginevyo haujawa utukufu wangu. Nikamwambia, inakuaje? Akaniambia, unaona kimbunga sasa hiyo nakiona kwenye ulimwengu wa roho, alafu kila mtu anasema Sumbe amekufa, Sumbe amekufa. Wanaona kuja kama ile tufani zinazopitaga Marekani ambayo inazoa nyumba. Ndio maana Marekani nyumba nyingi unakuta zina underground, wana nyumba nyingine chini. Hii inapozolewa inabaki ardhi, lakini wako huko chini. Unanielewa kitu nimesema? Sio nimejifunza, nimeenda Marekani na nikaziona hizo nyumba. Hasa hata watoto wa Bishop Momanyi wana nyumba hizo walizonunua huko chini, zina underground, ni nyumba kabisa. Ikitokea kitu kama hicho, inakula miti, inakula nyumba, inakula magari, wao wanaenda huko chini. Ndio maana unaona waweza kuona kile kimbunga cha Marekani keusi kinaitwa tufani, kinaweza kukusanya wakafa watu wachache waliowahiwa, lakini wengi unakuta wanatokea huko chini. Nikaona hiyo kitu, alafu watu wanasema Sumbe amekwisha, Sumbe amekwisha. Alafu na mimi nikajua basi mwisho wangu umefika. Alafu ghafla nikajikuta imeshapita, niko salama. Bwana akaniambia, hiyo ni miguu yangu ninapita kukujilia. Akaniambia, hutaangamia, ila ni kipimo cha tufani ya kwenda daraja lingine. Jesus. Sasa kila daraja lina nidhamu yake, sio sehemu yake ya kukwambia. Lina nidhamu yake na miko yake. Sikilize. Lilipovunjwa napelekwa awamu nyingine, tukaenda kukaa kwenye ofisi ya serikali ya kata, tukapewa ukumbi kwa mwaka 1.5. Wakati huo tunatuma maombi ili tupewe eneo la serikali ya kanisa, na viongozi wa serikali wakaniridhia, wasema we tuma maombi bwana, tutaenda kwa wananchi kwenye vikao, mwisho watakupa tu, maana wanakujua wewe ni hapa. Tukafanya namna hiyo. Wakati tunasubiri, siku tulipopewa lile eneo na serikali na tukaenda kuandikisha kwa mawakili. Sikilize. Lile eneo tulipopewa tukaweka fence. Mungu akaniambia, ondoka, nenda kaombe kwenye ile eneo. Nikaondoka saa 11 jioni, nikaenda ile eneo. Kwa hiyo nikaomba, nikatamia hiyo ardhi, nikaomba. Mungu akaniambia, hapa ndio naweka jina langu, hatua ya kwanza. Nikaomba, nikamaliza, nikarudi nyumbani kulala. Usiku nikaona maono. Mungu ananipeleka pale pale. Alafu naona nilivyokuwa naomba, ile saa ile naondoka tu pap, kama nilivyoondoka katika mwili, nikaona nyoka anatoka chini. Ni kama tu nimetoka tu dakika 2 ndio nyoka akatoka. Alipotoka ametokea kwenye ardhi. Ndugu zangu, nyoka ni mkubwa, alafu anapaa juu. Wewe umeonaga nyoka anarukaga juu? Nyoka anaruka juu, alafu anapaa, anaondoka. Na mimi nikachukua fimbo nikampiga
akapiga kwikili, akaruka akaenda. Mungu akaniambia, kutoka sasa utamiliki hatua ya kwanza, kwa sababu mfalme yule umemwangamiza, ameondoka. Sema amina kama unanielewa. Sikilize, hawezi kukaa watawala wawili. Naongea katika ulimwengu wa roho, ndio hili maana ni kanisa la kiroho. Asikiaye na fahamu. Sifundishi theolojia hapa, nafundisha ulimwengu wa roho, ambao ukishinda kwenye ulimwengu wa roho utashinda kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ukishindwa kwenye ulimwengu wa roho utashindwa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Hata kama unapendwa kiasi gani, inategemea unashindaje kwenye ulimwengu wa roho. Na ukishindwa kwenye ulimwengu wa roho, wachungaji, hauwezi kushinda kwenye ulimwengu wa damu na nyama, hata kama unaombewa usiku na mchana. Nikamwambia Mungu, nakuaje? Ananiambia hivi, utawala huu ulikuwa una halali. Ulikuwa una halali kwenye ardhi, ulikuwa una halali kwenye anga. Ndio maana umepigana hivyo vita, na wewe utaviweza kwa sababu nimekuandaa. Nilikutokea kwenye moto. Na akaniambia wajumbe wake, akaniambia na wajumbe wake, akaniambia hujaona kwenye mikutano wakati tunaomba mpewe eneo linajadiliwa na mkutano mkuu wa kijiji na wakata, walivyokuwa wanajiapisha, akasema kama Sumbe atapewa eneo hili kupewa kanisa, labda sisi tuwe hatupo. Mungu ananiambia hawa ni wajumbe wenye mamlaka na ili anga, wakisaidiwa na huyu nyoka. Na unajua nyoka ni shetani aliyekabidhiwa ardhi kihalali. Alafu wewe unakwenda unasema nakwenda kumtoa. Unamtoa kwa maongozi gani? Mimi unamtoa, ngoja nikwambie ni rahisi. Kama umeitwa na Mungu kwenda mahali fulani, Mungu amekwambia nenda kaanze huduma mahali fulani, utamtoa yule mkuu wa anga. Sema amina. Maana unakwenda na Mungu. Ukienda kwa uwezo wa dini yako hauwezi kumtoa, maana ana halali. Asikiaye na afahamu. Na matokeo yake ndio maana shetani anataka sisi wakuu wa dini wote tuwe tunawatuma watumishi bila sauti. Mradi unaangalia pale kuna kanisa yangu, pale kuna dini yangu, hakuna. Na hapa na hakuna. Na huyu ametoka chuo, peleka hapo, peleka hapo. Yule peleka hapo, peleka hapo. Hawatakaa wamsumbue shetani, ana starehe. Hata starehe na watawala, utapokea maagizo kutoka kwa shetani na sio kwa Mungu. Hapo ketipo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Amekuja saa ngapi kwenye anga? Hajawahi kusumbuliwa. Lakini kutoka dakika ya leo kuna kitu kinakwenda kubadilika. Ndipo utatofautisha. Mungu anapoongea kupitia mwanadamu, ndipo utatofautisha. Hasaidiwi. Mungu hasaidiwi. Kuna watu wengi wameumizwa, wameharibiwa future zao, wameharibiwa elimu zao, wameharibiwa maboma yao, wazazi wao nao wakauawa, wakaachwa, badala kushikamana wakafarakana. Shetani akawakamata fahamu zao, wengine wakawa vichaa, wengine wakawa na magonjwa, wengine wakawa na faraka. Hayo yote ni magereza ya shetani ili kusiwepo na muunganiko. Mungu ameniita kwa ajili ya watu kujenga maboma yao, ili watu kustawi, ili watu kuinuliwa. Nani asiyetaka maisha mazuri? Nani asiyetaka utumishi wenye heshima? Ndio maana utumishi wanaweza wakaanza pamoja, baada ya muda wakafarakana na wakachukiana na kanisa likagawanywa. Ndio maana wanasema walokole ni watafuta sadaka, kwa sababu hawajajua wanapoanza huduma nani yuko pale kwenye anga. Na haijapita siku 2, 3, 4, 5 kama walivyojiapisha. Mungu hapa, kama wanavyojiapisha ndivyo watapita, maana mimi napigana vita. Na uwezi kuongea ukahubiri hivyo miaka hiyo. Mimi nikajifanya kama bulicheka tu, lakini naelewa. Naweza kukuangalia, ninaelewa my friend, ninaelewa nakokwenda, ninaelewa nakokwenda, na wala hutanikuta na kiburi. Nikiwa na kiburi nitampata wapi huyu Yesu? Naelewa. Mungu ananiambia, si nimekwambia siri, nyamaza. Baada ya muda wakakata utumbo, pelekwa KCMC, rudishwa. Watu wa dini yao Mungu akajifunua. Nenda uliza. Mungu akajifunua akawaambia hivi kupitia washirika wao. Kaambia, wewe mlishindana na mtumishi Mungu aliniambia Sumbe,
Wakati ambapo Mungu anampa ile eneo, nyie mlikataa. Mungu anaambia nenda ukatubu, akuwekee mikono, hiyo laana itaondoka. Maana unashindana na Mungu, asema hata na sisi tuna dini yetu. Shtaki. Wakufa ni wakufa tu. Shtaki. Nikamwambia Mungu, afadhali niepushie mizigo. Na kuambia walikufa, kanisa likainuka juu. Haleluya. Leo ni siku yako. Kila mtawala aliyokaa kwenye anga lako, kumbuka naongea juu ya roho. Naongea juu ya roho. Hizo ndizo limefanyaga Waafrika wengi kuwa maskini, hata kama wana kila kitu. Kwa nini? Mtawala gani? Miaka ya nyuma watu walikuwa wanaendaga kulima kule Kilindi. Ardhi ni nzuri, haijawahi kulimwa tangu, lakini wanakimbia wenyewe. Kwa nini? Hawajashughulika na mtawala, wanataka vitu ambavyo viko chini ya utawala. Wewe nani amekudanganya? Na kufikirisha tu kidogo uone. Unakwenda kukaa nyumba ambayo hujamuuliza Mungu, kumbe ile nyumba wana agano la laana. Na wamezitafuta zile nyumba kwa namna yao. Alafu wewe nampenda Yesu, nampenda, unaenda kukaa hapo. Hautamaliza mwaka na wewe unakuwa mshirikina. Unaharibika na vitoto vyako. Anga. Yesu anawaambia wanafunzi wake, halo, mmeshaanza kuona? Naanza kuona au bado? Akasema si tulichoona kwa jina lako pepo wanakimbia. Akaambia nimemwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Imagine kama umeme. Alafu anaambia nimewapa mamlaka. Mtu wa namna hiyo, ukifikishwa hapo kanisa la namna hiyo, hautatafuta mali kwa nguvu, zitakufuata. Hautapambana na wachawi kutumia jina la Yesu usiku na mchana. Kaa kwenye madhabahu ambayo Mungu anajifunua. Haijalishi unatokea wapi my friend. Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu anakwenda kuanza operation mpaka kesho anakamilisha. Ndipo watu watajua kuna watumishi walitiwa roho za watu. Sio mafanikio, ni roho za watu. Roho za watu zikifanikiwa, na wewe unafanikiwa. Na kuzimu inajua naongea nini. Ndio maana watumishi wengi wanatumikishwa kama misukule. Sio kwamba huna Mungu, una Mungu, lakini uliwahiwa na hilo anga, upate washirika kama ile shauku ya Mungu iliyokuwa ndani yako. Ni vitu hili vinapishana. Leo tavikwa mamlaka. Nguvu ya Mungu ipo tu katika kujua. Nguvu ya Mungu ipo tu katika kujua. Ukishajua inakuja automatically. Automatically. Kuna wanawake waliofungwa matumbo yao kwenye ndoa zao na watoto wao. Alafu naona hapa napotembea namna hii, naona mafundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wamefungwa mafundo 7 juu ya vizazi vyao. Kuna aina 2. Wamefungwa mafundo ili kizazi chao kisifanikiwe. Aina ya pili, wamefungwa mafundo wao wenyewe uzao wao sitokee. Kuna yatima na wajane Mungu amewaleta hapa. Mungu ananiambia waambie neno hili, na mimi nataka nikwambie neno hili. Kuna wajane na yatima wametembea na Mungu kwa uaminifu sana. Bwana kananiambia ameona uaminifu wenu. Mtafanya maombi ya siku 3 ya masaa 12. Masaa 12. Baada hapo nakula, kesho tena masaa 12, siku ya 3 masaa 12. Mungu ananiambia naenda kufungua mlango ambao ulizuiliwa na maadui muda mrefu. Atafanya hiyo njia, na hiyo njia itakuwa endelevu, na maadui zenu ambao ulikuwa huwajui atawaseta chini ya miguu yenu. Atawaseta.
Watu wengi wamelia, watu wengi wametaabika. Baba asante, Baba asante. Kuna watu waliokamatwa nafsi zao zinapita taabuni, mpaka imeambukiza na ndugu zao wanaumia. Wamejaribu kuomba shida ambayo inawasababisha ni wanung'unikaji, ni walalamishi. Bwana kaambia utatubu na kumwambia Mungu nisamehe. Nimekuwa nikilalamika kwa sababu ya taabu hii, na nung'unika kwa sababu ya ndugu zangu na mapito hayo. Na kutoka hapo Mungu alimwambia Musa, mtanyamaza kimya, mtauona wokovu wa Bwana. Ninapokwenda kuomba, Mungu anaenda kushughulika na wakuu wa anga, watawala ambao walikuwa na halali muda mrefu na wamejifichaga. Watawala ndio wanaweza kuzuia watu. Kama ni mchungaji, ndio wanaweza kuzuia baraka kwenye ardhi ulionayo. Ndio walioleta mauti kwenye ardhi yako kama kisasi. Jesus. Wengine waliua wapenzi wao, ile roho iliua ili wakukamate, maana ukawa na uchungu. Wengine waliuawa mali zao na yule mtawala, wakasema hata amekimbia kwa walokole, lakini si tumemwahi, tumemkamata. Leo atauawa yeye. Na wale waliopewa dhamana, kama ni wachawi, kama ni waganga, waliopewa dhamana kwenye hiyo roho, kama ndio mkuu, bora iachilie. Asipoachilia na ng'ang'ana, na yeye ataondoka na hiyo roho. Na yeye ataondoka na hiyo roho. Wala hutamtafuta, utaona tu. Utaona habari zake. Utaona habari zake. Ninaomba Mungu uoperate mahali hapa. Ninaomba Mungu uweza wako ushuke, maana mimi nimelinena neno lako kwa unyenyekevu wote Bwana, maana mimi sikujua mambo haya. Ninaomba sasa, siwezi kuwafikia wanadamu hawa wote vichwa vyao, na hata kama ningewagusa, kwa mimi na nini zaidi yako Mungu? Mimi ni chombo tu. Naomba eneo hili lote ili wahudumia watu hawa. Kila mmoja unamjua Bwana. Pigana vita kama walivyopigana. Kama ni watumishi, pambana na akina Uzia, wale wafalme wa Uzia. Kama ni wana wa Israeli watakatifu, pambana na Farao. Pambana na Farao aliyewazuia kwenye anga lao, aliyezuia njia zao. Leta ukombozi Mungu. Shuka kwa utukufu wako. Tukuka kwa mamlaka ya uungu wako. Jesus. Noa mikono yako juu. Noa mikono yako juu. Mungu anajua kila anga lako, liwe la biashara, liwe la familia, liwe la nyumba yako ama nyumba ya kukodisha. Mungu anajua taifa lako. Mungu anajua watoto wako. Baba, katika jina la Yesu, shika kichwa chako. Adui anapomfunga mtu ili asimjue, ananena juu ya ufahamu wa mtu. Ufahamu wa mtu unakuta haukumbuki juu ya mtawala wa ulimwengu wa roho aliyokaa kwenye anga la mtu huyu, na ndiye ambaye amesababisha watoto wako wasisogee. Alisababisha mtumishi wako Isaya nabii asisogee, na hata akaanza kuambukizwa tabia za dunia, akawa mwongo, midomo michafu ya kusengenya, hali alikuwa ni nabii. Lakini ulipomsaidia akafa,
Mfalme Uzia, ndipo Mungu ulipojifunua kwa mtumishi wako. Ninaomba kutoka sasa, roho yote iliyokaa kwenye anga la watoto wako, ambalo lenyewe imenena juu ya uongozi kwamba wako juu yao, na ishusha ile roho na haribu hayo mamlaka, mamlaka ya giza, mamlaka ya kiganga, mamlaka ya kichawi, mamlaka ya mauti, mamlaka ya laana yaliyokaa kwenye anga, yaliyokaa kwenye fahamu za watu, ikawafanya watu wachawi. Wengine walitolewa kafara, wengine walifanywa sadaka, wengine ndugu zao walikufa, wengine wazazi wao waliowapenda wakafa, waliuawa wazazi wao wapendwa. Kutoka hapo wakapata mlango, wakawakamata nyota zao, wakakamata utajiri wao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na amuru shetani, wewe mkuu wa anga, nasema mauti iwe juu yako, mauti ondoke, mauti ya utawala. Kanisa ni wana wa mfalme, kila mahali walipo wakatawale, wakamiliki. Hivyo utawala wa adui, utawala wa majini, utawala wa mauti, utawala wa vifo, utawala wa magonjwa, utawala wa kisasi, ng'oka, achilia anga lao, anga la watoto wao, anga la nyumba zao, anga la ardhi zao, anga la kazi zao, anga la uzao wao, anga la matumbo yao. Mamlaka ya jina la Yesu, vunjika kila utawala, unaondolewa kwenye anga. Ufalme wa giza, ufalme wa makaburini, uliokamata nyota za watu hawa, ulioachilia tabu, roho ya kiganga, roho ya kikabila, roho ya ukoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila agano la siri, agano la mizimu, agano la mababu, agano la vifo, agano la maskini, agano la kifo, ng'oka, ng'oka na might na of Jesus. Kila agano lililofanywa kabla hujazaliwa ama baada ya kuzaliwa, agano, ng'oka, 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 ng'oka. Wewe mfalme, ufalme huo ondoka, ufalme wa mauti, ufalme wa maskini, ng'oka. Wewe uliolishwa vyakula vya kufisha, vyakula vya kufisha, vinywaji vya kufisha, ukafungwa uzao wako mafundo 7 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la kwanza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la pili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la 3 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la 4 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la 5 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la 6 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafungua fundo la 7. Fire na might na of Jesus, na might na of Jesus. Waliambatanisha na kitovu chako kilichowekwa chini ya mgomba, the might na of Jesus. Waliambatanishwa na kitovu chako kilichofukiwa makaburini, the might na of Jesus. Wameambatanisha na kitovu chako ambao ulipozaliwa, the might na of Jesus. Mungu anaambia shika kitovu chako. Walikufungia kutenye kitovu, walinena siku ulipozaliwa, walinena siku ulipozaliwa, in the might name, come out. Mfalme Zerubabeli anauawa sasa. Mfalme Zerubabeli anaangamia sasa. Zerubabeli anaangamizwa sasa kwenye anga lako, in the mighty name of Jesus Christ. Jesus. Wengine wameonewa makazini, wengine wameonewa kwenye sehemu zao za kazi, hawapewagi kipato. Kipato chao wanapewa ni kidogo.
muda mrefu hawapewi stahili zao, kipato chao cha haki. Nafungua kutoka sasa, ewe mkuu wa kuonea kwenye anga, na might na Jesus, achilia baraka za watu walizostahili. Walipaswa kupata haki zao maradufu zaidi, mara tatu zaidi. The might na Jesus, nafungua haki zao kazini, nafungua haki zao kwenye biashara zao, nafungua haki zao kwenye maboma yao, nafungua haki zao kwa watoto wao, nafungua haki zao kwenye njia zao. Jesus. Kuna laana inatembea kwenye vizazi, ilitamkwa na maadui. Walipoona familia yako, walitamka laana, na hiyo laana inawatesa. Hiyo laana inawatesa na inajifunua, inaharibu vijana wao, inaharibu njia zao, matumaini yao yameondoka. Laana hiyo Mungu ananiambia naingilia kati, navunja hiyo laana, navunja hiyo laana. Hiyo laana, ewe laana, laana ya vizazi, come out. Laana ya ukichaa, laana ya makaburini. Ninaona nafsi ya watu zinaachiliwa. Ninaona lango la kuzimu limefunguka, lango la kuachilia nafsi. Alafu wanapiga uwangi, wanalea, mbona tunaachilia watu? Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila aliyefungwa kaburini, aliyefungwa gereza, aliyefungwa kuzimu, aliyefungwa baharini, aliyefungwa na kufungua, in the mighty name of Jesus. Wengine wamekamatwa kama misukule. Na haribu hizo nguvu za kisukule, na haribu magonjwa ya kisukule, na mighty name of Jesus Christ. Nafungua fahamu zako, nafungua akili yako. Ungekuwa mtu mkubwa katika jamii, ungekuwa mtu mkubwa kwenye nchi, ulifungwa ufahamu wako, uliharibiwa elimu yako, uliharibiwa future yako. Nafungua ufahamu wako. Hicho kichaa kirudi kwa maadui, hicho kichaa kirudi kwa waganga, hicho kichaa kirudi kuzimu. Nafungua akili yako, the mighty name of Jesus. Jesus. Kila kilio kinaondolewa, kila kilio kinaondoka, kila msiba unaondoka, kila mabaya yanaondoka, kila mauti kwenye mji wako unaondoka, kila kifungo unaondoka. Akili zako zinaguswa, akili yako inaguswa, mwili wako unaguswa, mwili wako unaguswa, koo lako linaguswa, pua zako zinaguswa, kifua chako kinaguswa. Hautakuwa mento tena, hautakuwa kichaa tena. Ule ufalme uliokusimamia ulitolewa sadaka nyingi sana, ulinendewa sadaka nyingi sana. Watu wengine walikufa ili wewe upatikane. Hiyo kafara inavunjika, hiyo kafara, kafara, kafara ya kibinadamu, kafara ya mauti, kafara iliyotolewa kwa ajili ya maskini. Come out. Jesus. Jesus. Sema kila kafara ivunjike. Vunjika. Kafara ya mateso, kafara ya mauti kabla, vunjika. Vunjika. Wewe uliotenganishwa kwenye ndoa, Mungu anarudisha hiyo nguvu tena. Wewe uliotenganishwa kwenye ndoa, the mighty name of Jesus Christ, unarudishwa ndoa yako, unarudishwa fahamu wako. Kuna mtu aliyefungwa na nguvu za waganga, ni msichana, ni msichana alifungwa na nguvu za kiganga, alifungwa na nguvu za kiganga. The mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus. Ufalme wa kiganga vunjika.
ufalme wa kiganga uliofunga usichana wako, uliofunga ujana wako, uliofunga njia zako, uliofunga CV zako, uliofunga pasipoti yako, uliofunga kibali chako, uliofunga utajiri wako, na kufungua na mighty name of Jesus. Na kufungua right now, the mighty name of Jesus. Na kufungua right now, the mighty name of Jesus. Jesus. Hilo tumbo hautakufa. Hilo tumbo linayeyuka. Hilo tumbo la kansa, hilo tumbo la uvimbe linayeyuka. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Jesus. Ulikaa nyumba ya watu wenye mikosi, wakanena toka siku hiyo vipaji chako, kipawa chako kikafa. Ulikaa nyumba ya watu waliofanya agano na mauti, wanategemea utajiri wao wa mauti. Toka hapo ulishushwa njia zako, ulishushwa njia zako. Nasema narudisha njia zako, narudisha njia zako. The mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus. Come out. Mungu akisema ndio, hakuna atakayesema hapana. Unafunguliwa, anga lako napandishwa, na hakuna atakaye kugusa. Atakaye kugusa anaharibika, atakaye kugusa anaharibika. Na mighty name. Walichota udongo, walichota udongo, wakasema wanakwenda kufanyia ibada mahali fulani, na wao kaamini. Kumbe walikuwa wanashika kibali chako, walikuwa wanashika nyota yako. Wengine waliwapa pesa, hiyo pesa wakaishika. Na mighty name of Jesus. Wengine waligawiwa pesa, wakaona ni huruma. Kumbe wanashikwa nyota zao, wakaachiliwa mauti. Nasema kutoka sasa, naachilia moto kwenye hiyo mikono. Nasema fire, nasema fire, nasema fire, nasema fire. Jesus. Jesus. Nafungua watumishi wote ambao wameitwa na Mungu, ambao makanisa yao hayajawahi kuongezeka, na ndani yao wanaona maono makubwa ya kanisa, lakini imekuwa muda hayaongezeki. Ni kwa sababu adui aliwapandia mapando mabaya kwenye hiyo ardhi, kwenye hiyo ardhi. Ni kwa sababu nampenda Mungu, lakini mnenewa mauti, mauti za kiroho. Ndio maana kila wakati watu sio wategemea, nakuta wanakugeuka, nakuta wanaenda sivyo ndivyo. Mungu ananiambia kutoka sasa, nafungua huduma yako, nafungua huduma yako, nafungua anga lako. Na mighty name of Jesus. Nafungua anga lako, 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 nafungua anga lako. Jesus, nafungua heshima yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na mighty name of Jesus Christ. Kila kifungo walichoapisha nafsi yako, nafungua hicho kifungo cha mila na desturi, cha mila na desturi. Wanasema ni mtoto wetu, miungu inakufuata usiku, miuzimu inakufuata, na kutenga na hiyo mauti. The mighty name of Jesus Christ. Kukawe na maongezeko kwenye huduma yako, kukawa na maongezeko yataosababisha uanguke mbele za Mungu na kulia, uanguke mbele za Mungu na kunyenyekea. Ukawe na maongezeko kwenye huduma yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaona roho zinachomoka, kama ambavyo nimetoa mfano wa kanisa na ardhi iliyopewa mara ya kwanza. Nyoka alitoka. Mungu anapea, alikuwa anatawala anga, anatawala na ardhi, anatawala anga, anatawala na ardhi. Haijalishi unafanya biashara, ninaona roho zinachomoka, zinatoka. Haijalishi zililetwa kwa utaratibu gani, zinavunjika, zinatoweka.
zinavunjika na watu wanafunguliwa fahamu zao, wanaelewa nini cha kufanya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Karabashika, wala hakuna malipizi, wala hakuna kisasi, wala hakuna mauti. Kila anayejaribu inarudi kwake, kila anayejaribu anarudi kwake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Shika ufahamu wako. Baba, tazama, natakasa fahamu za watoto wako, na achilia nguvu ya ulinzi. Kuna baba moja ambaye, kuna baadhi ya wababa ambao maisha yao yalipoanza kuwa magumu, walikwenda kukopa pesa, walienda kukopa pesa, na walipokwenda kukopa pesa, wengine wanajitetea kwa sababu ya hali ya maisha, wakawa wanasema uongo ili wapatiwe hiyo pesa. Mungu ananiambia, umesema uongo kwa sababu ili upate kile unachotaka, maana unapita mahali pagumu. Hata wengine wanatamani kufa kwa sababu ya mapito unayopita. Bwana ananiambia utatubu na kuomba rehema kwa Mungu, na kisha Bwana anaenda kufungua mlango, sababu anga lako limetetewa. Atakapofungua mlango utalipa hizo pesa, na kutoka hapo usiseme uongo tena, usiseme uongo tena. Kuna watu pia ambao watoto wao waliwaudhi, ni kama wakawa hawana adabu, hawawasikilizi wazazi. Kwa hiyo mzazi amechukia. Mungu anaambia ukiendeleza jambo hilo, kizazi chako kitaingia kwenye laana. Kaambia tubu, ukipende kizazi chako waombee rehema, waambie Mungu, ndio hawa niliwazaa, mwenye kuweza kuwatengeneza na kuwarejesha ni wewe. Na kutoka hapo, maana wamechukia watoto wengine, wamechukia wazazi wao kwa sababu wameona hali ya maisha ni ya mahali ya maisha yao ni kama magiza. Wanatamani hata wasingezaliwa kwenye hiyo boma, wanatamani wangezaliwa kwenye maboma ya watu wengine. Wasema aibu gani nimezaliwa, huyu mzazi hana mbele hala nyuma. Mungu ananiambia nikwambie wewe kijana ambao mzazi wako hana mbele hala nyuma, haijalishi ameokoka au hajaokoka, Mungu ananiambia utatubu na kumwombea baba yako ufahamu. Mungu afungue ufahamu, na Mungu atafungua ufahamu, na mji wenu utakwenda kuwa mzuri, na wewe atakusaidia, maana ameona kilio chako. Lakini usilaumu wazazi ukisione kwamba ya nini nimezaliwa hapa. Mungu ananiambia alikuacha hapo kwa kusudi. Baba, ninanyenyekea miguuni pako. Wewe uliwafanya wengi kuwa matajiri, wengi kuwa na heshima, nami narudisha kibali na heshima juu ya watu hawa. Narudisha kibali na uzima juu ya watu hawa, wasiwe na laana tena. Na achilia damu ya Yesu Kristo, damu iliyomwagika pale msalabani, iwatakase watoto wako. Ninawafungua wote na kuacha huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kutoka sasa, hofu isipate nafasi tena, mauti isipate nafasi tena, bali baraka ziambatane pamoja na wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen, amen. Imekuwa katika jina la Yesu. Anga lako limekuwa katika jina la Yesu. Anga lako limekuwa katika jina la Yesu. Unakuwa mtawala juu ya anga lako katika jina la Yesu. Unakuwa mtawala kwenye anga lako katika jina la Yesu. Na watakao force kupita kwenye anga lako, watakao force kupita kwenye nyumba yako, mauti zitawafuata katika jina la Yesu. Basi makofi kabisa. Pungia mkono namna hii kama umebarikiwa. Unajua wakati naomba hapa, sikiliza. Nisikilize. Wewe ambao umenisikiliza. Wadada wengi, wakati naomba hapa na kaa kuhitimisha, ninaona wadada wengi, na wengine ni watoto wangu wa mahali hapa wa kiroho. Ninaona wamekaa kwenye magari wanaendesha namna hii. Wanaendesha namna hii.
Maana yake nini? Maana yake nini? Maana yake nini? Maana yake hivi, hautaendeshwa tena na ufalme wa adui, taendeshwa na Mungu na una mafanikio mbele.